Utekelezaji wa miradi mikubwa ya kiuchumi ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6 umetajwa kuwa ni ngao kubwa ya kukibeba Chama cha Mapinduzi CCM katika uchaguzi mkuu ujao wa madiwani, wabunge na rais. Akizungumza na George Marato TV nje ya ukumbi wa Jakaya Kikwete Convention jijini Dodoma Mei 30 mwaka 2025, mmoja ya wafanya biashara na kada wa CCM wa wilaya ya Tarime, Nicholas Mgaya maarufu kama Chichake, amesema kazi kubwa iliyofanywa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni moja ya mitaji mikubwa kwa CCM katika uchaguzi mkuu ujao. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amefanya makubwa sana na yanayoonekana. Tumetengeneza miradi mikubwa sana ya reli, miradi mikubwa ya umeme, lakini vile vile ameimarisha usafirishaji kwenye upande wa ndege. Upande wa barabara zote nyingi sana za mikoa na wilaya ni za lami. Kwa hiyo tunategemea kwa kiasi kikubwa sana maendeleo makubwa kwenye ilani hii inayofuata. Ukienda kuangalia ilani ya mwaka 2025-30 ni ilani ambayo inaenda kujibu kilio kikubwa sana cha wananchi. Imeshirikisha jamii kubwa sana. Jamii yote imeshirikishwa, makundi yote yameshirikishwa kwa ajili ya kutengeneza ilani hii. Inaenda kujibu kilio ambacho wananchi wana hamu sana wapate maendeleo, angalau kuweza kupunguza umaskini walionao katika jamii yetu. Kwa sababu hiyo, kada huyu wa CCM wilaya ya Tarime ameendelea kumshukuru Rais Samia kwa utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo kanda ya Ziwa, ukiwemo mkoa wa Mara. Namshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndugu Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo makubwa ambayo ameyafanya kanda ya Ziwa na hasa wilaya ya Tarime. Tumepata miradi mikubwa sana kutoka serikali kuu, ambapo ameweza kutengeneza mabarabara kutoka Tarime hadi Nyamwaga, lakini bado kuna mradi wa kutoka Nyamongo kwenda Serengeti, mradi mkubwa sana wa lami, lakini vile vile mradi mkubwa wa maji ambao maji yanatoka Ziwa Victoria yanakuja Tarime yanashuka hadi Nyamongo na maeneo mengine yote ya wilaya Tarime vijijini, ambapo ni mradi mkubwa unaenda kujibu kilio kikubwa sana cha wana Tarime vijijini. Lakini wana Tarime vijijini ni watu wana fursa nyingi sana. Mheshimiwa Rais ametukumbuka kwenye upande wa miundombinu. Tunazo fursa nyingi sana za kilimo, ufugaji na vile vile wafanyabiashara wadogo. Ameweza kutukumbuka katika miradi hii, ambapo sasa hivi jamii kubwa sana inapata mikopo ya hapa na pale. Angalau jamii kubwa inaungana katika vikundi ili kuweza kunusuru maisha yao. Lakini ukienda kuangalia kwenye miundombinu mingine kwenye upande wa Tarime vijijini na hasa mkoa wa Mara, tumeweza kuimarika sana kwenye upande wa elimu. Amejenga majengo makubwa sana ya kielimu, ambapo sasa hivi vijana angalau, pamoja tulikuwa na shida kubwa sana na mpaka sasa tuna shida ya ajira, lakini angalau tumezidi kupunguza kwa kiwango kikubwa sana upungufu wa ajira, ambapo sasa yaelekea mwaka 2025-30 ni sehemu kubwa ambayo inaenda kujibu kilio chetu cha wana Mara na wana Tarime kwa ujumla. Hata hivyo, amesema ilani ya CCM ijayo ya 2025-2030 itajibu kero na kuwa mkombozi mkubwa kwa Tanzania. Matarajio yetu makubwa ni kwamba sera ya 2025-30 ndio mkombozi mkubwa kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania. Tunategemea makubwa sana upande wa Chama cha Mapinduzi kujibu hoja nyingi ambazo zilikuwa zimejificha, lakini vile vile hoja ambazo zinasababisha mpaka vyama vya upinzani vinatetereka. Yawezekana Mungu akatusaidia katika ilani hii tukaenda kujibu mambo yote ambayo yamekuwa yakijitokeza kwenye jamii yetu na kwa wapinzani wetu. Ni mambo makubwa ambayo yameangazia maisha ya watu mmoja, jamii kwa ujumla. Kwa ni matarajio yetu kuona kwamba Chama cha Mapinduzi kimetusukuma, kimetutoa kwenye shida mbalimbali kutufikisha hapa tulipo. Ni matarajio yetu Chama cha Mapinduzi kitatuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa sababu hiyo, amewaomba viongozi kuendelea kushirikisha jamii, ikiwa ni pamoja na kutoa elimu kwa jamii katika kupambana na umasikini. Mabadiliko ni makubwa sana. Cha msingi sana ni kuendelea kushirikisha yale makundi yetu. Makundi yetu mengi sana, japo ambao hayajashirikishwa kwa namna moja ama nyingine. Ni namna gani ya kuyafikia akina mama, vijana,
wazee tuweze kufikia angalau asilimia kubwa ya maeneo hayo ili waweze kujikwamua na janga kubwa la umaskini. Kitu kikubwa cha kufanya ni kutoa elimu na kutengeneza network kwa watu wetu, kuwaonyesha fursa zilizopo ili wao waweze kuzitumia. Namna gani watafanya biashara zao kwa ustandard, namna gani watakuwa wafanya biashara rasmi, ili turasimishe watu wetu wapate sifa za kupata mikopo na kufanya biashara endelevu ambayo sio biashara hatarishi. Biashara iwe ni biashara ambayo inajulikana na watu wetu wanalipa mapato, ili angalau siku moja na wao wawe sehemu moja ya kupata mikopo. GMTV, Dodoma.